Sasa mambo hii ya UHC, kumekuwa na mvutano kati ya serikali ya kitaifa na ya kaunti, sawa sawa, lakini tuko na ile mpango yetu tunaita IGTRC. Tutaketi chini tusikizane vile tutakuwa tunadili na hawa wakazi wetu, kwa sababu hawa wakazi wakati wa COVID-19 si hao pia ni Wakenya. Kwa hivyo tutaangalia katika serikali ya kitaifa na serikali ya gatuzi. Najua imekuwa tumbo joto kwa sababu vile magavana wamesema, lakini nataka kuhakikishia hapa kupitia wizara husika, Mheshimiwa Aden Duale na makatibu wake Bwana Olunga na Bwana Mary Mudhoni na wengineo, tutahakikisha kwamba mambo yamefanya nini, yamesuluhishwa. Bwana Olunga ambaye tulijuana naye akiwa daktari kule Western. Bunga la Mwananchi. Bunga la Mwananchi. Mimi swali langu kwa msemaji wa serikali yetu ni moja tu ama mawili. Majina ni ya Tundu Matasi. Mimi swali langu ni moja. Kuna wafanyikazi kwa parastafu ambao na serikali muda wao wa kufanya kazi kwa karibu kuisha. Kunafaa kufanywa appointment zingine ambazo zinakuja. Na Act of Disability 2003 nchini Kenya inapeana 5% walemavu wako kwa hizi kazi za serikali. Swali langu ni, ukiwa hapa kama mwenzangu, utatutetea angalau mmoja wetu wapatikane hapo, sababu hao watu wenyewe au tamu zao zimeisha, wamekuwa for long. Swali langu la pili na la mwisho, sisi kama walemavu hapa nchini Kenya, mkiwa huku juu mnafika hapo mnatusahau wenye tuko chini, na sisi ndio tunapitia huko chini sana. Kama saa hizi na si kukuwekea lawama, umekumbuka ambao ni wako pande yako ya albinism. Sisi ambao ni amputees tunapitia magumu sana kupata prosthetic leg hapa nchini Kenya. Utatusaidia aje kupush hiyo agenda kama msemaji wa serikali sasa hivi? Watu wenye ulemavu wako na uwezo mkubwa sana sasa wa kusonga mbele, kwa sababu Mheshimiwa Rais William, ile sheria ambayo mimi mwenyewe nilianzisha nikiwa katika National Assembly, ambayo ilikuwa na vipengele zaidi ya 300, mchakato ambao ulikuwa umechukua zaidi ya miaka 22 kubadilisha. Sasa aliweza kutia huo mswada ukakuja kuwa sasa ni sheria, Persons with Disabilities Act 2025, na ni mswada, ni sheria nzuri zaidi ambayo inasaidia sana watu wenye ulemavu. Kwa mfano, wakati nilikuwa kule bungeni niliweza kubadilisha sheria kwamba watu wenye ulemavu wengine wakiritaa miaka 60, watu wenye ulemavu wataritaya wakiwa na miaka 65. Na hiyo ndugu yangu hai affect mtu mmoja ulemavu, ni aina zote za ulemavu, awe amputee, awe aweze kusikia na kadhalika. Kwa hiyo ni jambo ambalo ningependa kukujibu. Ile 5%, mimi mwenyewe, na ni vizuri niseme hivi, nimefanya kuhakikisha kwamba walemavu wengi sana wameajiriwa katika serikali. Kwa njia gani? Kuna ile kitu inaitwa Disability Mainstreaming Indicator. Mimi ndio nilianzisha kule mwaka wa 2009 kule National Council, na saa hii nimesukuma mpaka inarudishwa ili tuongezee idadi ya watu wenye ulemavu katika serikali. Ndio unaona kama mpango wa Nyota, watu wenye ulemavu wanachukuliwa na miaka 35, wale wengine wakichukuliwa na miaka ambayo iko chini. Ukiangalia katika NYS, wale unakuwa ukiona kule NYS watu deaf, watu short stature, mimi ndio nilianzisha hiyo program ya hawa ili waweze kufaidika pia waende military. Na juzi wakati walikuwa wanachukua watu wa KRA, walikuwa wanahitaji watu ambao wamefanya paramilitary. Nilihakikisha, kwa sababu nikasema watu walemavu wasichukuliwe mpaka wakaajiriwa kama watu wale wengine. Tumeelewana vizuri? Kwa sababu ni vizuri ufanye kazi pale ulivyo. Katika afisi ya msemaji mkuu wa serikali, nini ambacho nimefanya? Sijui kama ni vizuri nitangaze hapa, lakini kuna mlemavu mmoja ambaye ako na physical disability ambaye nilimsaidia kupata kazi. Sasa hii anafanya kazi katika Ministry of Land. Hakuwa ananijua, ametoka Kirinyaga, akuja hapo, hata sikuwa nimemuona. Nilipopata nafasi hata yeye akafaidikia hapo. Hata kuna wengine tuna negotiate na organizations zingine hapa kule. Ukiona mtu yoyote kule Carrefour, si mnanao Carrefour, unaita Carrefour, ambaye anafanana na mimi hivi, huyu amepitia mkononi mwangu. Ukiona mtu kule Safaricom akifanya kazi, wengi wamepitia mikononi mwangu. Lakini katika mambo ya mawasiliano lazima tuwe na lugha ishara kwa wale ambao ni deaf.
So tumeanza kitu inaitwa inclusive communication. So video zangu nyingi utaona ziko na lugha ishara, tuko na jopo kazi ambayo tumeliweka ili tuweze kuhakikisha kwamba hilo ni mojawapo ya ile consideration ya watu ili waweze kuwasiliana zaidi, kwa sababu ukipata mawasiliano una ile information, and information is power. Si ndio? Mwishowe ni kusema hivi kwamba kwa watu wenye ulemavu pia mujitolee na mujiamini, kwa sababu mimi mwenyewe ndiye Modhongo wa kwanza kuwa msemaji wa serikali. My question is concerning the economy. Yes. And I'll use the statistics that is in the website of the government. In 2013, our debt was 1.7. In 2022, our debt was 8.7. When you do the minus, the subtraction, the total debt that was accumulated between 2013 to 2022 was 7 trillion. Yes. Sawa sawa? Yes. So our current budget year 2024-2025 was 3.7. The current ile budget ilikuwa 2023-2024 ilikuwa 3.7. If you do the cumulative figure is 7.4. But now here is the surprising thing. For the first time in our history, our concern is this, watoto wetu wa shule wanaambiwa hawana budget ya career exam. And yet you have accumulated 7 trillion kwa cumulative budget ya 2023-2024, 2024-2025, 7.4, equivalent ya ile ya 10 years. And let me point out something. Between 2014 to 2017, this is in your website, budget ya education peke yake ilikunywa 1.3. Hii ya saa hii yenye mmetumia this term for the last 2 good years, 2 financial term ya 2023, 2024 na 2024, 2025 imeingia to 1.2, yani equivalent of the same. So my concern is this, mbona pesa ya exam haipatikani na ile pesa inaenda pale? My friend, I think you have done a very good thing in explaining the issue of public debt, which is a big challenge in our society. Because of the expansion of government in the year 2013, with the promulgation of the new constitution and the setting up of 47 counties, it became very difficult to balance between the roles and the functions of the national government and the ones that were devolved. And so therefore, in a quest to ensure that we attract more investment, the government rebased the economy by 25%, so that we moved from the least developed countries to lower middle income country. That means that we are now eligible for short-term, high-interest commercial debt. And then because of lack of proper fiscal discipline, we went on a borrowing spree, part of it to finance huge infrastructural projects that have become the flagship of the fourth administration. You can talk about the SGR, you can talk about the expressway, you can talk about the Mamau Road and such. As a result, our public debt is now over 11 trillion. Okay? However, it is not true to say that we have borrowed 7 trillion since we came. Where you are getting it wrong is because you are adding up the budget of 2023 and 2024, or 2024 and 2025. No. What usually happens, a budget is a budget. Like now, the budget of Kenya is 4.2, 4.3 trillion. Are we together? But out of these, 1.8 trillion is going to pay debt. Are we together? Because of what we already borrowed. So we have not gone on a borrowing spree. In fact, this fifth administration led by President William Ruto has done extremely well in repaying debt. We were able to pay a Eurobond of 286 billion at a go. People are expecting that we would default. The other day we went to borrow, but it's to restructure so that we reduce the pressure as of now, and it was oversubscribed. Because of the proper management of our fiscal policy, we've been able to arrest inflation to less than 5%. At some point it had even gone as low as 2.7%. Because of the fact that we were able now to have, when we came into power, there were no dollar reserves. But we were able now we now have an import cover of dollars of $9.6 billion. Our currency had gone as high as 165. But right now, it has come to 129. In fact, why not for the way that we are trying to ensure that there is stability, it could be less than 100. So we have a very stable macroeconomic environment.
But coming now to the issue of the budget for education. In any democracy, the three main items that consume a lot of money is health and education, followed by security. That is why when you talk about the Human Development Index, health and education are very important. My office, we respond to issues on a daily basis. And I can tell you for sure without fear of doubt that the most issues that we respond to, we call them 5+1. It will be health, it will be education, it will be security, it will be the economy, it will be the issues to do with the policy or politics. So health and education are important, and so they consume a huge chunk of our budget. But I am glad to report to you, this week, we've been able to release the capitation for the second term up to 22 billion shillings. So hiyo pesa imeenda mashuleni. We've also introduced a new system called KEMIS, so that it is able to trace every child. Tusikuwe watu wanasema kuna watoto 20 kwa darasa ni watu 10. To make sure that we have textbooks that they go all the way to the one that you are using. On exams, nobody, no parent is going to pay exam. The government is taking care of that. We are spending about 6 billion to make sure that we pay for KEPSEA, KJSEA, all of those SEAs, zote, kapea na zingine kapea. So anyone who is saying that we are going to pay, no. We've already discussed this. That decision is awaiting cabinet approval, but I want to tell you without fear of doubt, as the government spokesman, that we are not going to have parents pay for the exams. And we are going to build local capacity to ensure that everything works well. So I think I have answered your question, and please get your facts right. Our economy is 17 trillion shillings. Our debt is about 63% of the GDP. It is sustainable. Sawa sawa. Nataka kuuliza Mr. Mwaura swali moja. Bunge la Mwananchi, Bunge la Mwananchi, tupo ama hatupo? Nataka kuuliza Mwaura swali moja. Sisi kama youth tunachukua 70% ya population ya hii nation. It means youth wa Kanyendo saa hizi nisimame president na tufesiane na Dr. William Samoei Ruto, ni kuonyeshana tutapeleka William Samoei Ruto nyumbani mapema. William Samoei Ruto, Bunge la Mwananchi. Sasa tunataka tuulize serikali, mko ready kupatiana kisu kwa vijana mkishindwa free and fair? Na pia mkereketo mwenzetu, in case tuwanyoroshe, mtatujai tuendeleza ukereketo wa kumake sure dreams za hii nchi zimesonga mbele. Wewe president unasema kwamba ati sijui uchaguzi namna gani? Sisi ni wana demokrasia, si ndio? Tuliingia katika njia ya kidemokrasia na tunaamini kwamba kwa sababu tunatimiza ahadi ya yale ambayo tuliweza kuafikiana kupitiana ile inaitwa social contract, ambayo ndio ruwaza ama manifesto yetu ya the better plan, kwamba mtatusikiza, mtaona mazao na tutapata second term ili tuweze kumaliza